Wazawa wanaendelea kukimbiza sokoni, lakini safari hii sio kwenye hisa. Ni kwenye mnada wa hatifungani wa jana wa tarehe 4 Februari 2026. Serikali kupitia Benki Kuu ilifanya mnada wa hatifungani wa 13.25 yenye ukomo wa kuiva baada ya miaka 25 tarehe 5 Februari mwaka 2021. Kiasi kilichotolewa ni bilioni 187.24 kwenye dirisha la ushindani na bilioni 46.81 kwenye dirisha lisilo la ushindani. Zabuni zilizowasilishwa kwenye dirisha la ushindani ni trilioni 1.31 na kwenye dirisha lisilo na ushindani ni bilioni 300. Hii inaonyesha kuwa demand ilikuwa kubwa sana sokoni. Maana yake ni kwamba katika dirisha la ushindani BOT ilishia kuchukua bilioni 187.24 tu. Tafsiri yake ni kwamba trilioni 1.12 zimerudi mtaani. Wawekezaji kazi tunayo. Pesa hizi zinaweza zikaenda kuwekezwa katika soko la pili kwa kuwa wawekezaji wana hamu na hatifungani zenye muda mrefu. Kwenye ushindani wa zabuni, dirisha la ushindani kati ya zabuni 580 zilizowasilishwa, 105 tu zilifaulu, na kwenye dirisha lisilo na ushindani zabuni zote 1654 zimefanikiwa. Katika mnada huu tulishuhudia wastani wa bei ya soko ambapo kiwango cha chini kilichochukuliwa na BOT ni 85.0000 na kiwango cha juu kilichochukuliwa ni 110.50. Hii inaonyesha kuwa taasisi kubwa zilishindana zaidi kwenye bei kwenye dirisha la ushindani, lakini wawekezaji wa rejareja waliingia kwenye dirisha lisilo na ushindani. Oversubscription kubwa inamaanisha kuwa fedha ipo sokoni. Wawekezaji wana lock in mavuno ya muda mrefu wakitarajia kuwa viwango vya rates zitashuka huko mbeleni. Inaweza pia kuashiria kuwa hamu ya hatari imehamia kwenye hati fungani za muda mrefu ukilinganisha na uwekezaji wa kwenye hisa. Hati fungani za serikali zinaendelea kuwa chaguo la mapato ya muda mrefu kwa mataasisi na mifuko ya uwekezaji ukizingatia kuwa wanatarajia kupata stability ya cash flows. Exodus Advisory, wekeza nasi katika kesho yako.